Ujambo mtazamaji, na karibu tena katika kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Na leo tunaongea juu ya mageuzi, transformation. Tunapoongea juu ya mageuzi, tutakuwa pia tunachukua mageuzi kulingana na mtazamo wa kiungu. Kwa maana kuna mitazamo mbalimbali kuhusu mageuzi, lakini tutatumia mtazamo wa kiungu katika kuongea juu ya mageuzi. Jina langu ni Mwalimu Filipo, au kipenda mwalimu wa jamii. Karibu tuambatane hadi tamati. Transformation ni neno ambalo liko na maneno mawili ndani yake. Kwa Kiingereza liko na neno transfer na liko na neno formation. Linatokana na neno la Kigreek linaitwa metamorpho. Na katika metamorpho hapo ndio tunapata neno la Kizungu metamorphosis. Metamorphosis ni ile hali tulikuwa tunaelezwa vile kipepeo huwa anatoka stage moja ya maisha, anaenda stage ingine, anaenda ingine, anatoka kwa yai anakuwa kitu inaitwa pupa, alafu anakuwa kipepeo. Kwa hivyo wakati yako katika hali ya yai, huwezi fikiria atakuwa kipepeo. Wakati ako hali ya pili yake, ili inaitwa pupa, huwezi fikiria atakuwa kipepeo, ama huwezi fikiria ni yeye alikuwa yai. Na wakati anapokuwa kipepeo, huwezi fikiria ni yeye aliyekuwa katika hizo stage mbili zilizokuwa hapo mbeleni. Kwa hivyo transformation ni hali ile ya mageuzi kutoka hali moja kwenda hali nyingine. Mungu ana mtazamo wake juu ya mageuzi, na watu wana mtazamo wao juu ya mageuzi. Na ndio maana nikasema leo tunaongea juu ya mageuzi kulingana na mtazamo wa kiungu. Tunapoongea juu ya mtazamo wa kiungu, ni lazima tuweze kuyaangalia maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu katika Warumi 12 aya ya 2 inasema, msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, na hapo ndipo mtakapo yajua mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, yaliyo kweli na yaliyo makamilifu. Kwa hivyo tunapoongea juu ya mageuzi, pana haja ya kukumbuka kwamba kila kitu huanza pahali. Tukiongea juu ya wale wasomi wenye hekima wa kitambo, mtu mmoja anaitwa Thomas Aquinas alisema kila kitu husababishwa na kingine. Na alipokuwa anafikiria habari ya Mungu, akaona ya kwamba hata kama kila kitu kinasababishwa na kingine, ukirudi nyuma kihistoria, utakuta ya kwamba baba yako alizaliwa na babu yako, na babu yako akazaliwa na babu wa babu, na babu wa babu yako akazaliwa na babu wa babu wa babu yako. So kila kitu ukipiga reverse, uende nyuma, utafika mwisho. Ukifika mwisho, hapo ndipo unaanza kujiuliza, kwa sababu nimefika mwisho katika kurudi nyuma, basi kile cha kwanza kabisa kilisababishwa na nani? Mtu mmoja alikuwa msomi sana, akatokea katika mji fulani, na akawa anaongea na watu na kuwaonyesha vile alivyo na elimu ya juu sana. Akakutana na bwana mmoja mzee. Huyu bwana alikuwa na mtazamo wa mageuzi kulingana na Mungu. Na kwa hivyo huyu bwana ambaye alikuwa anaringia kila mtu na kumuonyesha venye yeye amesoma, venye yeye anajua, akakutana na huyu mzee. Huyu ni mzee alikuwa na hekima tu, lakini hakuwa amesoma sana. Na akamuuliza, bwana, wewe naona wewe ni msomi sana,
niko na swali moja ningependa nikuulize wewe bwana msomi. Ni yule mzee anamuuliza yule msomi. Akamuuliza, kwa sababu wewe ni msomi na umesoma vitabu vingi. Kuna watu wanasoma mpaka wanafika kitu kinaitwa wanasoma mpaka wanaona kibango kimeandikwa pale, the end of learning. So yule mzee akamuuliza msomi, napenda nikuulize kwa sababu umesoma sana, kifaranga na yai aliyekuja kwanza ni nani? Ni kifaranga alikuja kwanza ama ni yai alikuja kwanza? Kwa sababu kama kuna kifaranga ama kuna kuku, inamaanisha kulikuwa na yai, na hilo yai lilikuwa limetagwa na nani? Kwa hivyo kuna mambo ambayo ukiwaza sana, mwishowe utakuta kuna chanzo cha kila jambo. Basi Thomas Aquinas ndio akasema, there is a great cause that is the cause of all causes. Kipo chanzo kikuu ambacho ndio chanzo cha vyanzo vile vingine vyote. So tunapoongea juu ya mageuzi, ni lazima tufikirie kwamba kipo chanzo cha mageuzi. Mageuzi, mpendwa mtazamaji, hayatokani na watu. Mageuzi yanatokana na mwenye watu. Na huyu mwenye watu hufanya mambo vile yeye anataka. Mwenye watu ni yule aliyeumba watu, na yeye hakai katika dunia hii. Yeye anakaa huko kwake mbinguni. Kiti chake kiko pale, lakini utawala wake uko kwa hii dunia. Na ingawa anatawala kwa hii dunia, amepatia mwanadamu sehemu ya utawala. Na ndiyo maandiko matakatifu katika sura ya 115 aya 16 ya Zaburi inasema, the highest heaven belongs to God, but the earth he has given to man. Yaani Mungu hata kama anakaa huko kwake mbinguni, duniani amempatia mwanadamu atawale. Na kwa hivyo ingawa dunia ni yake, amempa mwanadamu kutawala. Na alivyo kiongozi wa maana, Mungu akisha kupatia mtu atawale, huwa anampatia uhuru wa kutawala. Kwa nini? Kwa sababu alipoumba mtu kwa mfano wake, alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa mwituni na kila kitambaacho. Kwa hivyo aliumba mtu kwa mfano wake. Na mfano wake uko vipi? Mfano wake uko hivi: yeye hujitawala. Ako na kitu inaitwa free will. Na hiyo kitu aliweka ndani yako na akaweka ndani yetu. Free will ni kwamba your no is no and your yes is yes. Okay? Na ndio sababu akaambia mwanadamu, nimeweka mbele yako uchaguzi. Uchague kile unataka. Ukichagua kifo, utakufa tu. Ukichagua kuishi, utaishi tu, kwa sababu ameweka ndani yako kitu kinaitwa uamuzi, free will. Sasa katika kuleta mageuzi, Mungu hatatoka huko mbinguni aje alete mageuzi kwako, kwa boma yako, ama kwa jirani, ama kwa jamii yenu nzima, ama kwa hiyo community yenu yote, ama kwa taifa nzima. Atakutaka uweze kuleta mageuzi wewe kulingana na vile unavyopenda. Kile unataka kiwe kitakuwa, na kile hutaki kiwe hakitakuwa. Lakini kitu moja ambacho si vyema kusahau ni kwamba tunapofanya chochote kile tunachokifanya,
kama watu, pana haja ya kujua yuko mmoja anayeangalia tunavyofanya. Na maandiko matakatifu anasema anapima mioyo na anapima matendo, anapima mpaka viungo, aangalie namna gani atapatia mtu huyu ama atachukua kwa mtu huyu apatie huyu mtu mwingine. So katika kufanya mageuzi, pana haja ya kujua tuko na uhuru wa kuamua tunataka mageuzi gani na ni gani ambayo hatutaki. Lakini pana haja ya kukumbuka, ingawa tunayataka sana, pana haja ya kujua yuko mmoja anayeangalia, na anapoangalia anajua mwisho wetu, na ametupatia uhuru wa kuamua katika huo mwisho wetu tunataka nini. Ingawa yeye ana mawazo mazuri kuhusu sisi, Mungu ana mawazo mazuri kuhusu wewe. Anakuwazia mema, anasema ninajua mawazo ninayokuwazia mimi ni mawazo mema, mawazo ya kukupatia mwisho mwema ulio na matumaini. Kwa hivyo Mungu ana mawazo mazuri na wewe kama mtu binafsi, na jamii yako na taifa lako, taifa letu lote la Kenya. Mungu ana mawazo mazuri na sisi, na anataka tumhusishe katika kufanya mageuzi aina yoyote, kwa sababu wakati wowote ambao mtu hajahusisha Mungu huwa anajikuta amekosa, na katika kule kukosa inakuwa madhara ama adhabu ya ile kukosa ni kubwa sana. Mtu anaanza regret na kushindwa, kwa nini niliwaza hivi, kwa nini nilifanya hivi, kwa nini niliamua hivi. Kwa hivyo ni bora sana kumhusisha Mungu katika mageuzi. So tunapoongea swala hili la mageuzi, pana haja ya kujua mambo matatu. La kwanza nimeshakwambia kwamba kuna yule ambaye anapeana ruhusa ya dunia yake ifanywe mageuzi, kwa sababu dunia ni yake na watu ni wake. Hivyo ndivyo Zaburi 24 mstari wa kwanza na wa pili inasema kwamba dunia na vyote vijazavyo ni vya Mungu, dunia na wote wanaojaa ni wa Mungu. Kwa hivyo pana haja ya kujua yuko mmoja mwenye dunia yote. Katika kitabu cha Hagai sura ya 2 inaonyesha mstari wa 8 inasema dhahabu na fedha ni za Mungu. Kwa hivyo Mungu ana kila kitu. Katika Zaburi 15 anasema mpaka insect wote ni wake, mpaka wanyama wa mwituni ni wake, ndege wa angani ni wake. Anasema ningekuwa na njaa singekuomba chakula, kwa sababu wanyama wote wa mwituni ni wangu. Kwa hivyo Mungu ana own, ndiye mwenye vyote, ndiye mwenye wewe, ndiye mwenye mimi, na ndiye mwenye hizo fedha ulizo nazo zote na dhahabu, ndiye mwenye hizo kuku na mbuzi na kondoo na ngamia ulizo nazo na wandege wanaopeperuka kwako. Na wale ambao wanakuja kukula huko, wanyama wanakuja kukula huko kwa shamba, yeye ndiye mwenye hao wote, ndiye mwenye watu wazuri na wabaya. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba yeye ndiye huwa anatuma roho wake, viumbe vinaishi, na akiondoa roho wake, viumbe vinakufa. Kwa hivyo pana haja number 1 ya kumkumbuka kuna yule mwenye vyote ambaye ametukabidhi tusimamie. Kwa hivyo wewe na mimi katika ile eneo umepewa kusimamia, unasimamia mali ya mwingine, na yule aliyekuweka hapo ndiye pia mwenye wewe, na anakuangalia ndio aone kama utaweza kusimamia vizuri, ndio aendelee kukuweka hapo. Kwa hivyo tunapofikiria juu ya mageuzi, tufikirie ya mwenye mageuzi. Number 2, tujiulize mwenye mageuzi
anataka yafanywe vipi. Okay? Kwa sababu kuna vile mwenye vyote anapenda mageuzi yafanywe. Tukiyafanya vile anataka tutafaulu. Tukiyafanya vile sisi tunajua kulingana na elimu yetu na ujuzi wetu, hatutaweza kufaulu kwa muda mrefu. Tunaweza kuwa na kufaulu kwa muda, lakini tukakosa kuwa na kufaulu kwa muda mrefu. So pana haja ya kujiuliza mwenye mageuzi anataka yafanywe vipi. Na ndio tujue hayo, tunaweza angalia wakati mwenye vyote ambaye ni Mungu alipoumba dunia ilikuwa namna gani. Wakati aliumba dunia, aliona kila kitu ni kizuri. Kwa hivyo mwenye mageuzi anataka tufanye kila kitu kizuri. Sio tuharibu, lakini tufanye kila kitu kiwe chema. Chema namna gani? Wakati aliumba wanadamu pale katika shamba la Edeni, alipomweka pale, mwanadamu alikuwa na amani nyingi sana ya moyo, alikuwa anakaa kwa utulivu. Namba 2, mwanadamu alikuwa anampenda mwanadamu mwenzake. Namba 3, mwanadamu mwenyewe alikuwa anaishi vizuri na mazingira. Kwa hivyo hakukuwa na magonjwa yanayotokana na hewa, hakukuwa na magonjwa ya maji, na hakukuwa na magonjwa yanayotokana na vitu vinavyoliwa na watu. Na pale alipokuwa katika shamba hilo la Edeni, hapakuwa na magonjwa na hapakuwa na umaskini. Kwa hivyo tunapofikiria juu ya mageuzi, liwe ni katika eneo lako la kibinafsi, la kijamii, la eneo unalolikalia ama lisimamia ama kutawala, fikiria juu ya mambo hayo. Fikiria juu ya wanaoishi pale kuwa na amani. Fikiria juu ya wanaoishi pale kuishi maisha ya upendo mmoja kwa mwingine. Fikiria juu ya wanaoishi pale kuwa na maji masafi, kuwa na chakula safi. Siku hizi unakuta chakula kinapigwa dawa, alafu watu wakila wanapata magonjwa kama vile magonjwa ya kansa. Katika kuleta mageuzi, fikiria ni vipi watu wanaweza kula chakula isiwaletee magonjwa. Na kwamba maji ni safi, chakula ni safi na hewa ni safi. Kwa hivyo fikiria juu ya usafi. Na la 4, fikiria juu ya watu wanaoishi pale. Je, wana magonjwa, wana afya na afya yao iko vipi? Na la 5, je, watu wale wanagandamizwa na umaskini? Na ndio hizi vitu zote ziweze kufanyika, pana haja ya kukumbuka kitu moja. Katika shamba la Edeni, mwanadamu alipokuwa anaishi shamba mzuri namna hiyo, ikiwa na hayo mambo yote mazuri, kuliingia shida. Na shida ile ilikuja kwa sababu kuna elimu ya uongo iliyoingia katika ile shamba, elimu ya kigeni. Alitokea nyoka akamwelimisha mwanamke kitu ambacho si sawa. Na alipomwelimisha mwanamke kitu ambacho si sawa, mwanamke akachukua ile elimu akampatia mumewe. Wakajielimisha mambo yaliyokuwa kinyume na mwenye mageuzi. Na mwenye mageuzi akawatoa katika amani yao, akawatoa katika upendo, akawatoa katika maisha mazuri waliokuwa wanaishi pale katika shamba. Kwa hivyo amani ikapotea, kukaingia chuki katikati ya watu, kukaingia magonjwa katikati ya watu, kukaingia umaskini katikati ya watu, kukaingia upungufu wa namna nyingi katika ile shamba. Na kila kitu kikawa kiko kinyume na kingine. Mwanadamu akawa kinyume na Mungu, akawa kinyume na yeye mwenyewe,
akawa kinyume na mtu mwenzake, na ndio sababu unakuta sasa anaweza piga mtu kutoka taifa moja hata taifa lingine. Mwanadamu akawa kinyume na mazingira ikawa sasa yameenda kinyume cha mwanadamu, so mwanadamu akawa anagandamizwa na kila kitu kwa sababu amejikuta peke yake, maisha ya upweke. Kwa hivyo tunapofikiria juu ya mageuzi, pana haja ya kuuliza mwenye mageuzi anataka yafanywe vipi? Na jambo la tatu ni kuuliza ni tutaanza wapi? Okay? So kwanza tumeongea juu ya kuna mwenye mageuzi. Number 2, anataka yafanywe vipi? Number 3, tutaanza wapi? Katika kuleta mageuzi pana haja ya kufikiria order itafanyika namna gani. Na order ya mageuzi, maandiko matakatifu yanasema inatokana na kufanywa upya katika nia. Yaani kuacha kufikiria namna ile iliyokuwa haifai. Kuacha kufikiria namna ambayo haiwezi leta amani. Kuacha kufikiria namna ambayo haiwezi leta upendo. Kuacha kufikiria namna ambayo itachafua hewa, itachafua maji, itachafua chakula. Kuacha kufikiria namna ambayo italeta umaskini. Kuacha kufikiria namna ambayo italeta msongo wa mawazo. So, ili kuanza pale, ni nini inahitajika? Watu wanahitaji elimu. Na bila elimu, haya mambo mabaya hutokea. Kuna elimu ya jamii ambayo inahitajika. Mageuzi hayawezi kuja bila elimu. Watu wafundishwe umuhimu wa kuwa na amani pamoja, wafundishwe umuhimu wa kupendana na waonyeshwe upendo inakuwa namna gani, wafundishwe maneno ya afya ya chakula chao katika ukulima, katika matayarisho, wafundishwe hali ya kujitegemea, kujitengenezea utajiri wao kibinafsi, na wafundishwe jinsi ya kuusimamia, how to manage it. Na ndio hii yote itendeke, huwa inachukua muda. Kwa sababu kazi ya elimu si kupitisha ufahamu tu. Education is not just for the purpose of passing information. Kwa sababu hii ndio tunapata kwa shule. Mara nyingi unakuta watoto wameenda kwa shule wamepewa information. Wametoka daraja moja wameingia ingine wamepewa another information. Wametoka daraja moja wameingia ingine wamepewa information. Unakuta mtoto amemaliza class 8 lakini hawezi kujifanyia kitu. Amemaliza form 4 bado anategemea wazazi wake na ashapitisha miaka 18. Ameingia university na kile anajua ni kutegemea wazazi na kukula mihadarati na pombe. Sasa unashindwa ile elimu inamsaidia namna gani? Let me speak to teachers. My fellow teachers. Elimu lengo lake si kupitisha information. Elimu lengo lake ni kuumba imani. Lazima tufike kiwango hicho cha kufikisha elimu inayoumba imani. Inayoumba imani ya kwamba mtu ana uwezo wa kusimamia mazingira yake, ana uwezo wa kuwa kiongozi katika eneo lake binafsi. Haimaanishi kwamba hakutakuwa na uongozi. Lakini katika eneo lile Mungu amekupa, kama ni family unajichukua kama kiongozi. Kama ni biashara unajichukua kama kiongozi. Lazima ufike hapo. Elimu ikuwezeshe kuwa na uwezo wa kusimamia. Tunapoongea na watu, tukiongea na vijana, tukiongea na wazee, tukiongea na viongozi, tukiongea na watu wakubwa wa maidara mbalimbali, tumetambua ya kwamba watu wengi wako na vipawa vinavyojificha ndani yao. Talanta
Ni watu ambao wako na uweza mwingi na baraka nyingi, lakini elimu iliwaweka katika box, ikawaonyesha ya kwamba wanaweza kuwa kitu fulani tu, sio kile ambacho mwenye watu alikuwa amewapanga waje wawe. Lakini kwa sababu ya shida ambazo ziko kwa hii dunia, mtu anafanya kazi ya walimu lakini yeye ni mwanabiashara. Mwingine unakuta anafanya kazi ya usimamizi lakini yeye ni mwalimu, ama yeye ni mfundi wa jambo fulani. Pana haja ya kupitisha information, lakini pana haja ya kuumba imani kwa mtu mwenyewe ajue kwamba ana uwezo wa kusimamia. Aliumbwa na Mungu awe na uwezo wa kusimamia. Na niko hapa nikwambie, kuna kitu ambacho unaweza fanya. Watu wengi wamekufa moyo, na kwa sababu ya kufa moyo akatafuta wengine waliokufa moyo, waliovunjika moyo kama yeye, na kwa namna hiyo wamekosa jambo la kufanya. Amejiona hawezi, umejiona huwezi, lakini nimekuja nikwambie unaweza. Na unavyoweza, napenda ufikirie wewe kama mtu binafsi, namna gani unaweza kuishi kwa amani, namna gani unaweza kuishi kwa upendo, namna gani unaweza kuishi ukiwa msafi, na ni namna gani unaweza kuwa busy, usikae idle. Wale waliotuletea elimu walisema an idle mind is a devil's workshop. Tafuta kitu cha kufanya, tafuta watu wanaofanya jambo na wewe fanya jambo. Ukiona maisha yako yako chini, usiende kukaa na watu ambao maisha yao yako chini. Tafuta watu ambao maisha yao yako juu. Na sisemi kwenda kukaa katika namna ya kuhama mahali unakaa. Naongea juu ya kushirikiana na kuwafanya marafiki. Tafuta watu ambao wanaweza saidia maisha yako kuinuka. Uende ujieleze, useme unataka kuona mageuzi katika maisha yako binafsi. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa kuyajua mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu hayaji bila kubadilisha namna tunavyofikiria. Na ndio ubadilishe namna unavyofikiria, lazima ubadilishe wale watu ambao mnakaa na wao wanafikiria kama wewe. Tafuta watu wengine wanaofikiria tofauti na wewe, lakini vyema, ujifunze kwao. Hata Yesu mwenyewe alipokuja alisema, chukua nira yangu ujifunze kwangu. Yaani kaa na mimi ujifunze kwangu. Ukikaa na watu wanaofikiria kama wewe, huwezi leta mageuzi na huwezi ona mageuzi. Lakini ukikaa na watu ambao wanafikiria vyema na bora kuliko wewe, unaweza leta mageuzi. Mageuzi yako kibinafsi na mageuzi ya mazingira na mageuzi ya jamii. Nilipenda nikuletee hayo. Nikwambie Mungu anataka kuona mageuzi, lakini mageuzi yanaanza na jinsi tunavyofikiria. Fikiria mambo hayo matano kama vile nilivyoyaleta kwako, na utaona mageuzi, na Biblia inasema utayafanya mapenzi ya Mungu. Na kile huwa kinatokea ukishafanya mapenzi ya Mungu, anakuondolea magonjwa, anakuondolea shida, anakuondolea uzito, anakuondolea magumu kama mtu binafsi, kama familia, kama taifa. Na kwa hivyo tuondoke katika elimu ya kigeni, elimu ya shetani. Elimu ya shetani ilipoingia katika shamba la Edeni, walianza kulaumiana. Elimu ya shetani huwa inakuja kuleta chuki. Inaambia huyu laumu huyu, laumu huyu, laumu huyu, laumu huyu. Na yule anayelaumiana bado ako na makosa. So huwezi laumu mtu. Yesu alisema huwezi ambia mtu acha nikutoe kijani kiko kwa macho yako, wakati katika macho yako wewe unayetoa kile kijani
yako na boriti, yako na kitu kikubwa wakati ambao wewe macho yako yamefunikwa, huwezi ona shida iko kwa macho ya yule mtu mwingine. Kwa hivyo elimu ya kigeni ni elimu ya shetani inayosababisha watu wafikirie wao ni bora kuliko watu wengine. Mungu hataki hivyo. Na kama mwalimu wa jamii, mimi sio mwanasiasa na siegemei pande lolote ama pande yoyote, ila nimekuja nikwambie elimu ya kulaumiana ni elimu ya shetani, na Mungu hataki tufuate elimu ya shetani. Mungu anataka tugeuzwe katika nia zetu, tuanze kufikiria vile tunaweza leta mageuzi kulingana na vile anavyotaka yeye mwenye mageuzi, na tuanze kwa kutoa elimu ya sawa inayoumba imani kwa watu kwamba wanaweza. Hadi kipindi kingine, ni mimi wako Mwalimu Filipo, mwalimu wa jamii, na nikwambie Mungu anakupenda na mimi ninakupenda. Ningependa tuonane katika kipindi kingine kijacho. Kwa sasa tutakomea hapa. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare. God bless you. Asante.